Mpendwa mtazamaji, ni siku nyingine tena katika mfululizo wa tafakari za neno la Mungu, hasa basi kipindi hiki cha Kwaresma ambazo zinatujenga kiroho, zinatubadilisha kifikra, na tuanze kuacha yale mambo mabaya, tumrudie Mwenyezi Mungu ili kujiandaa vema kwa sherehe za mafumbo makuu ya wokovu wetu. Hivi basi leo hii tafakari yetu tutapata katika somo la kitabu cha Mwanzo sura ya 37 aya ya 3 hadi aya ya 4, aya ya 12 hadi aya ya 13 na aya ya 17 hadi aya ya 28. Tena basi tutasikia somo la Injili kutoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 21 aya ya 33 hadi aya ya 43, aya ya 45 hadi aya ya 46. Nitasoma Injili. Yesu aliwaambia wakuu wa makuhani na wazee wa watu, sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, naye alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyu wakampiga na huyu wakamuua na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akamtuma mwanaye kwao, akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana, wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya na tumuue, tuutwae urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu, atawatendaje wale wakulima? Wakamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo waliposikia mifano yake, walitambua kuwa anawanenea wao, nao walitafuta kumkamata. Waliogopa makutano, kwa maana wao walimuona kuwa ni nabii. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, ni siku ya 15 tangu tuanze kipindi chetu cha Kwaresma. Hapo basi mfululizo wa tafakari hizi za neno la Mungu kwa ujumla zinatukusanya kiroho na zinatufanya basi turarue mioyo yetu ili tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Leo basi kwenye somo hili la Injili tulilosikia juu ya wale wapangaji waovu au wakulima waovu, wao walipanga kumwangamiza kabisa yule mtoto wa mwenye shamba. Hiyo basi inatufanya tuone na sisi wajibu wetu katika maisha haya. Wapendwa, tunaalikwa kuangalia na kutathmini namna gani tunaishi katika ulimwengu huu, tukitambua kwamba vitu vyote tulivyokuwa navyo sio mali yetu, ni waangalizi tu, hizo zote anamiliki Mwenyezi Mungu. Hivyo basi mfano huu wa wapangaji waovu au wakulima waovu unatukumbusha kwamba lazima kuhakikisha kwamba tunakuwa waaminifu kulinda hizo milki za Mwenyezi Mungu ambazo ametupatia katika maisha haya. Ukosefu wetu wa uaminifu mara nyingi unatufanya tushindwe kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu, ambayo mara zote inatupa mwongozo wa namna gani kuishi, namna gani kuziongoza hizo milki alizotupa. Mungu ametupa uhai, Mungu ametupa vipaji mbalimbali, akitaka basi tuvitumie kwa ajili ya manufaa ya kimwili na kiroho ili kutuweka karibu zaidi na yeye mwenyewe. Cha kushangaza, watu wengi tumekuwa na upofu, tumekuwa na uziwi wa kusikiliza sauti ya Mungu
au kuona yale mema ambayo Mungu anataka tuonyeshe katika maisha yetu, ili atuweke katika njia sahihi ya kufikia utakatifu. Hivyo basi mfano huu wa wakulima waovu utualike basi na sisi tuweze kutambua kwamba tunapaswa sasa kubadilika kipindi hiki cha Kwaresma. Turarue mioyo yetu, tumrudie Mwenyezi Mungu. Tuweze kuwa waaminifu katika hizo mali ambazo Mungu ametukabidhi. Tuwe waaminifu katika talanta ambazo Mungu ametukabidhi. Zitusaidie basi kwa ajili ya kufikia ufalme wa mbinguni. Hiyo basi itakuwa ni hamu ya kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba katika safari hii ya kiroho kuelekea utakatifu tunaweza kufika kwa sababu ya uaminifu wetu, tunaweza kufika kwa sababu ya uadilifu wetu katika hivyo vitu ambavyo Mungu ametukabidhi, tuvilinde, tuvitunze hapa ulimwenguni. Hivyo basi kila mmoja anapaswa kuwa mwaminifu katika hilo. Wakulima hawa waovu wanafananishwa na sisi ambao mara moja au mara nyingi tumelikataa neno la Mungu. Mara moja au mara nyingi hatusikiliza maongozi ya Mwenyezi Mungu. Mara moja au mara nyingi hatufati amri za Mwenyezi Mungu zinazotuongoza tuweze kutenda vema. Basi siku ya leo tunaalikwa kila mmoja kufata sheria ambazo Mungu ametuwekea, yani kuziishi amri katika ukamilifu wake wote. Kufuata maongozi ya mama kanisa ambaye mara zote yanafuata yale mema ili yaweze kutufikisha katika ufalme wa mbinguni. Ni wakati wa kutuliza mioyo yetu. Ni wakati wa kufanya tafakari ya kina. Ni wakati wa kumrudia Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa kusikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu inayotuita mara zote tuweze kutenda mema, tuwe waadilifu na hatimaye basi tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.